Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Na tunaendelea na darsa yetu ya balagha ya kitabu chetu hiki Mabadi'u ilmi al-balagha. Leo tupo katika nukta ambayo inazungumzia inqisamul majaz, kugawanyika majaz. Kugawanyika majaz, tulishasoma maana ya majaz katika darasa iliyopita. Anasema yanqasimul majazu ila arba'ati aqsam. Majaz inagawanyika katika vigao vingapi? Vinne. Sema tashbihu, kuna al-isti'ara, kuna al-majaz al-mursal, na kuna al-kinaya. Wa ilayka hadhihi al-arba' wahidan bil ikhtisar. Nachukua haya manne moja moja kwa ufupi, kwa nafafanua kipengele kimoja baada ya kingine. Nafafanua kipengele kimoja baada ya kingine. Nafahamu? Kwa hiyo tashbihi ni katika vitu ambavyo vinafungamana na ilmu al-bayan. Tashbihi ni katika vitu ambavyo vinafungamana na ilmu al-bayan. At-tashbih, maana at-tashbih katika lugha, at-tashbih fi al-lugha ni at-tamthil. Tamthil maana kufananisha katika lugha, sawa? At-tashbih fi al-lugha ni at-tamthil, fananisha. Katika taarifu yetu hapa kwenye kitabu anasema huwa tashbihu shay'in bi shay'in au amr bi amrin fi sifatin li gharadin. Mithaluhu zaidun kalqamari fi ad-diya'i قد شبهت زيدا بالبدر في صفة وهو الضياء فهذا الترتيب هو التشبيه. نفهم؟ anaelezea maana ya tashbih. Tashbih maana yake huwa tashbihu shay'in bi shay', ni kukifananisha kitu kwa kitu kingine, au amr bi amrin, au jambo kwa jambo, fi katika sifa, fi sifatin katika sifa, li gharadin, kwa lengo. Tutakuja kusoma kuna kitu kitaitwa aghradu tashbih. Lengo lako wewe la kumfanyia mtu tashbihi ni nini? Umeelewa? Kwa li gharadin, kwa lengo katika malengo ya at-tashbih. Tutakisoma aghradu at-tashbih. Lengo lako la kufananisha nini? Kumzungumzia mtu vizuri, kumsema mtu vibaya, nini? Tutasoma katika darasa zijazo. Kuna kipengele kinaitwa aghradu at-tashbih, malengo ya tashbihi. Naelewa mashe? Maana nyingine au taarifu nyingine ya tashbih
anasema ni ilhaqu amrin bi amrin bi adati tashbih aljami' laha. Taarifu nyingine hiyo ya nini ya tashbih? Ilhaqu amrin bi amrin, kulikutanisha jambo kwa jambo kwa biadati tashbih, kwa adati ya kufananishia, aljami' laha, inayokusanya katika hayo. Kwa hapo tumesoma maana au taarifu ya tashbih, kwamba tumeona ni kufananisha kitu kwa kitu au jambo kwa jambo katika sifa kwa lengo. Sawa? Na kitu tunaita aghradu tashbih. Miongoni mwa malengo ya tashbih ni bayanu imkani almushabbahi, bayanu halihi, kubainisha hali yake, bayanu miqdari halihi, taqriru halihi, tazyinu almushabbahi au taqbihuhu. Kwa hiyo ni katika malengo ya tashbih. Ametoa mfano. Hiyo taarifu mmeifahamu? Kwa taarifu nyingine ni hiyo, ilhaqu amrin bi amrin bi adati tashbih, kwa adati ya kufananishia ambayo inakusanya kati yao. Hapa amesema zaidun kalbadri fi dhiya. Zaid ni kama vile nani? Mwezi katika mwangaza. Anasema qad shabbahta zaidan bilbadri fi sifa. Hapa umemfananisha zaidi katika nini? Katika sifa, ambapo tunasema ni hapa lengo la hapa la tashbih ni bayanu halihi, kubainisha hali yake zaidi. Kwa nasema kwa hakika umemfananisha zaidi na mwezi katika sifa, wa hiya dhiya, nao ni nini? Ule mwangaza. Fahadha tarkibu huwa tashbih, mpandano huu ndio tashbih, yani ndio kufananisha. Arkanu tashbih, nguzo za tashbih za kufananisha, kuna nguzo zake. Wayataallaqu bitashbih arba'atu arkanin, na inafungamana na tashbih nguzo 4. Ya kwanza ni almushabbahu, mfananishwa. Sawa? Pia almushabbahu bihi, mfananishiwa. Pia kuna adatu tashbih, ile adati ya kufananishia. Pia kuna nini? Wajhu shabahi, ile hali ya kufananishwa, yani unamfananisha huo katika hali gani. Umeelewa hizo nguzo? Mfananishwa, mfananishiwa, adati ya kufananisha na ile hali ya kufananishwa. Hizo zinaitwa arkanu tashbih. Zipo ngapi? 4. Anasema hapo akiwa anachambua sasa, falmushabbahu, mushabbahu ni nani? Tumesema almushabbahu ni mfananishwa, huwa alladhi shubbiha bighairihi, yule ambaye aliyefananishwa na mwingine. Ndio anasema mfananishwa, bi maana umefananishwa na mwingine. Sawa? Pia kuna almushabbahu bihi, mfananishiwa, huwa alladhi shubbiha bihi mithaluhu, ni yule ambaye amefananishiwa, huwa alladhi amefananishiwa yeye mfano wake. Sawa? Tumaliza nguzo zote afu tunafafanua hapo. Zaidun kalbadri, zaidi ni kama vile mwezi. Fazaidun huwa almushabbahu, zaidi hapo ndo mfananishwa. Sawa? Zaidi ndo nani? Mfananishwa. Liannahu shubbiha bilqamar, sawa, amefananishwa na nini? Na mwezi. Umeelewa? Walqamar mushabbahun bihi, na mwezi ndo mfananishiwa. Lianna zaidan shubbiha bihi, sababu zaidi amefananishwa na nani? Na mwezi. Sawa?
adatu tashbihi huwa al-lafdhu au hiya al-lafdhu yadullu ala maana al-mushabaha. Adatu tashbihi ni tamko ambalo linajulisha juu ya maana ile inayofananishiwa. Wa hiya al-kaf, ni kaf, wa ka'anna na ka'anna, wa mithlu wa kamithli. Mfahamu? Hizi zinaitwa nini? Adawatu tashbih. Zinaitwa nini? Adawatu at-tashbih. Na anasema adawatu tashbih hiya imma ismu, imma likawa ni jina, sawa, wa imma fi'l, au kikawa kitendo kama vile yushbihu, yumathilu, yuhaki, yudhari, wa imma harfu, imma herufi, al-kaf wa ka'anna. Na naitwa nini? Adawatu at-tashbih. Imma inaweza ikawa ni jina au kitendo au nini, herufi. Unafahamu? Watatawassatu al-kafu baina al-mushabbah wal-mushabbah bihi, na inakuwa katikati kaf kati ya mfananishwa na nani na mfananishiwa. Mithlu, mfano zaidun kalqamar, umeona ipo katikati. Zaid ni nani? Mushabbah, mfananishwa. Kafu ndo adati ya kufananishia, alqamar ndo mushabbah bihi. Kaanna tartabitu bilmushabbah ghaliban, kaanna inafungamana na mushabbah mara nyingi. Mithlu, mfano kaanna zaidan qamar, kana kwamba zaid. Kwa hiyo kwamba kinachofuata baada ya kaanna inakuwa ni mushabbah. Umeelewa? Ma yati ba'da kaanna huwa almushabbah, kinachofuata baada ya kaanna ni mushabbah, na kinachofuata baada ya kafu ni nini? Mushabbahun bihi. Umeelewa? Hawa mjaelewa? Ngoja tuandike mfano hapo. Ngoja kwanza tumalize haya maelezo mwisho, alafu ndio tufafanue kwa upana zaidi. Wa wajhu shabahi, na wajhu shabahi huwa alwasfu alkhas, ni wasfa maalumu, alladhi ambao qusida ishtirakuhu, pamekusudiwa kushirikisha kwake, baina almushabbah walmushabbah bihi, kati ya mfananishwa na mfananishiwa. Ndio inaitwa nini? Wajhu shabahi. Yani wewe unamfananisha huyu kwenye nini? Ndio inaitwa nini? Wajhu shabahi. Umeelewa? Ai bimaana sifatun tajma'u baina almushabbah walmushabbah bihim, ni sifa ambayo inamkusanya kati ya mfananishwa na mfananishiwa. Mithalu, mfano wake, zaidun kalqamar fi dhiya, zaidi ni kama vile mwezi katika mwangaza. Fa dhiya huwa wajhu shabah, dhiya ndo wajhu shabah. Yani wewe umemfananisha zaidi katika hali gani? Mwangaza, sawa. Qad shabbahta zaidan bil qamar fi dhiya fa huwa sifa qusida ishtirakuhu, ni sifa ambayo imekusudiwa kushirikishwa kwake, baina al-mushabbah wal mushabbah bihi. Taqulu, nasema zaidun mushabbah, zaidi ni mfananishwa, wal kaf adatu at-tashbih, na kaf ni adatu ya kufananisha, wal qamar ni mushabbahun bihi, na mwezi ndio mfananishiwa. Fi dhiya wajhu shabah. Umefahamu? Haya, kanuni katika hizi nguzo nne kati ya wajhu shabahi na mushabbahun bihi. Nasema hapo, wayajibu an yakuna aqwa wa adhhara fi almushabbahi bihi. Wajhu shabah, sawa, wajhu shabah ni wajibu iwe ina nguvu zaidi na ipo wazi zaidi kwa mfananishwa kuliko kwa mfananishiwa. Mfano, tumeona mfano wetu tunasema nini? Mfano wetu hapo tumeelezwa kwamba zaidu kalqamari, kalqamari fi dhiya, ndio hivyo.
Tumesema zaidi ni nani? Huyo ndo mushabba, mfananishwa. Kaf adatu tashbih, hiyo ndo adatu kufanya kufananishia. Qamar huwa mushabbahun bihi. Dhiya wajhu shabah. Sasa kanuni zinasema kwamba ni wajib wajibu an yakuna aqwa wa adhhar fi almushabbah, na wajhu shabah, wajhu shabah ambao ni hii fi dhiya, sawa, ni wajibu iwe ina nguvu zaidi na imedhihiri zaidi kwa mushabbahun bihi. Mushabbahun bihi hapa ni wapi? Mushabbahun bihi hapa ni nani? Qamar, si ndio hivyo? Kwa hiyo sasa ambao hii wajhu shabah inahusikana na nani hapa? Inahusikana na nani? Kwa sababu Qamar ndio ana sifa hii. Kwa zaidi tunamfananisha na sifa hii ambayo anayo wajhu ambayo anayo mushabbahun bihi ambao ni Qamari. Kwa hiyo wajhu shabah ni wajibu iwe ipoaze zaidi na ina nguvu zaidi kwa mushabbahun bihi kuliko kwa nani? Kwa mushabbah. Sio, umefahamu? Sio, umeelewa? Umeelewa? Yaani hii wajhu shabah inabidi kwa huyu mushabbahun bihi inabidi iwe ina nguvu zaidi kuliko kwa huyu. Sio, umeelewa? Kinyume na hivyo itakuwa ni tashbihi ambayo ni dhaifu. Yaani sawa sawa useme Zaidun kanamli mathalan, tunasema Zaidun kanamli fi shajaa. Hivi zinaendana? Zaidi ni kama vile sisimizi katika ushujaa. Sio, umeelewa? Inakuwa hii tashbihi ni dhaifu. Sasa kati ya Zaidi na huyu nani mwenye nguvu? Naona kwa inabidi hii wajhu shabah kwa huyu mushabbahun bihi iwe ina nguvu zaidi kuliko kwa mushabbah. Yaani inawezekana unamfananisha zaidi na kitu ambacho yeye ana uwezo kuliko hicho kitu. Kwa hiyo tunaposema Zaidu kal qamari fi dhiya, bimaana mwezi unaangaza zaidi kuliko Zaidi. Umefahamu? Ndio inaitwa nini? Wajhu shabah. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Umefahamu? Kingine tofauti kati ya kufananisha kutumia kafu na kaanna, kwamba kinachofuata baada ya kafu ni nini? Mushabbah. Umeelewa? Kinachofuata baada ya kafu ni nini? Alladhi yati baada kaf ni mushabbah. Mathalan tumeona hapo Zaidun kal qamar. Sawa, Zaidun kal qamar. Kwa kinachofuata baada ya kaf inakuwa ni mushabbahun. Kinachofuata baada ya kaf ni mushabbahun bihi. Naam, nilikosea hapo. Sawa, kinachofuata baada ya kaf inakuwa ni nini? Mushabbahun bihi. Umefahamu? Ama kinachofuata baada ya kaanna ndio kinakuwa mushabbah. Umeelewa? Kinachofuata baada ya kaanna inakuwa ni nini? Kaanna Muhammadan. So kaanna Muhammadan qamar. Msema kaanna Muhammad qamar. Kwa hiyo tofauti ni hiyo. Kinachofuata baada ya kaf inakuwa ni mushabbahun bihi, na kinachofuata baada ya kaanna kama unatumia kufananisha kutumia kaanna inakuwa ni nini? Mushabbah, mfananishwa. Sawa? Haya, tunamalizia hapo. Anasema الزيادة في الأمثلة، زيادة katika mifano. Muhammadun
kal asadi fi shajaa. Muhammad ni kama vile simba katika nini? Ushujaa. Umefahamu? Kwa Muhammad ni nani? Muhammad hapa ni nani? Kafu asad fi shajaa. Bimaana hapa tumemfananisha zaidi na simba katika nini? Lakini hii sifa ya ushujaa simba ndo anayo zaidi kuliko nani? Kuliko Muhammad. Hiyo ndo wajhu shaba. Hamna mjelewa wajhu shaba. Yani wewe wajhu shaba ni ile sifa ambayo inashirikiana kati ya mfananishwa na kati ya mushabba na mushabbahun bihi. Ukasemaje? Hiyo ukifanya hivyo itakuwa ni dhaifu, lakini kikanuni inasema kwamba wajhu shaba inabidi kwa mushabbahun bihi ina nguvu zaidi kuliko kwa mushabbah. Uwezi ukasema al-asadu ka Muhammadin fi shajaa. Umefahamu? Itakuwa ni dhaifu. Umeelewa? Baada umeelewa? Bado kuna vipengele vingi vizuri mbele huko, inshallah tutafahamu. Anasema al-ilmu kan-nuri fil hidayah. Ilmu ni kama vile nuru katika nini? Katika hidayah, katika kuongoza. Kwa ilmu inakuwa ni nini? An-nur. Sawa. Kafu adatu tashbih. An-nur inakuwa ni nini? Shabahun bihi. Fil hidayah inakuwa ni nini? Wajhu shabah. Al-jahlu kadh-dhulumati fi dhalala. Ujinga ni kama vile giza katika upotevu. Umeelewa? Wajhuhu kalbadri fil inara. Uso wake ni kama vile mwezi katika kuangaza. Ali ka Muhammadin fi tul. Ali ni kama vile Muhammad katika urefu. Kwa uhakikishe hiyo sifa kwa Muhammad ipo zaidi kuliko kwa Muhammad, kuliko kwa Ali. Umefahamu? So Muhammad kimbiliki mwafu Ali ni mrefu, afu nasema kama hivyo. Anta kashamsi fi dhiya. Ni kama vile jua. Sawa. Pia tutakuja kusoma nini? Tutakuja kusoma anwa'u at-tashbih. Unaweza kuambia mtu anta asad. Yaani ushamfananisha kwamba wewe ni simba. Sawa, ambayo inafungamana kipengele cha nini? Aina za at-tashbih. Ila sasa tuweke kitu hapo au tuseme tuelezee muda kidogo tusogee. Hapo hicho kipengele kitakachofuata hicho ndio tutasoma nukta hiyo inshallah. Kwa hiyo tuweke kituo ili kuendelea inshallah. Mnakusudia tuendelee? Sallallahu alaihi wasallam.